Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninapost kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kitu nyingine nasema kama msingi wa mafanikio yote makubwa, msingi wa mafanikio yote makubwa, msingi wa mafanikio yote makubwa. Na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Hakuna mafanikio ambayo yana msingi. Kila mafanikio unayoona kwenye maisha ya watu yana msingi wake, yana msingi wake, yana msingi wake. Na leo tutakwenda kuangalia huo msingi wa mafanikio ya kila mtu, kila mafanikio yoyote makubwa, msingi wa mafanikio yoyote makubwa, msingi wa mafanikio yoyote makubwa. Narudia tena, kila mafanikio unayoona yana msingi wake, yana msingi wake. Na msingi wa mafanikio yoyote makubwa ni kushindwa. Watu wote waliofanikiwa sio kwamba walifanikiwa moja kwa moja. Watu wote waliofanikiwa walishindwa. Kuna wakati walishindwa tu. Hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hajawahi kushindwa. Lakini kule kushindwa kuna kitu ambacho jifunza kutokana na huko kushindwa kwake. Tunaposoma kwenye Mithali 24:16, za mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Kwa watu wote waliofanikiwa walianguka mara kadhaa, lakini hawakukata tamaa, waliinuka tena. Hawakukata tamaa, waliinuka tena. Uliza kila mtu mwenye mafanikio makubwa, watakwambia jinsi ambavyo walivyoshindwa mara nyingi, jinsi ambavyo walivyofeli mara nyingi. Lakini kufeli kwao haikuwa sababu ya kukata tamaa. Kufeli kwao haikuwa sababu ya kuvunjika moyo. Walipofeli, waliposhindwa, waliinuka tena. Waliinuka tena. Kila wakati unaposhindwa eneo lolote lile, kuna jambo ambalo unajifunza ambalo linakufanya wewe uboreshe zaidi. Uangalie namna gani nzuri zaidi ambayo unaweza kufikia kule ambako unatamani kufika. Kwa msingi wa mafanikio yoyote makubwa, mafanikio yote makubwa ni kushindwa. Msingi wa mafanikio yote makubwa ni kushindwa. Kama ambavyo tumesoma kwenye Mithali 24:16, kwamba wenye haki huanguka mara 7 wakainuka tena. Mtu yoyote ambaye ni mwepesi wa kukata tamaa, mtu yoyote ambaye ni mwepesi wa kuvunjika moyo, hawezi kufanikiwa kwenye maisha yake. Hawezi kufanikiwa kwenye maisha yake. Hawezi kufanikiwa kwenye maisha yake, kwa sababu mafanikio ni mchakato. Mafanikio is a process, success is a process. Sio kitu ambacho unaweza ukipata tu chap kwa njia ya shortcut. Kwa msingi wa mafanikio yoyote makubwa ni kushindwa. Watu wote waliofanikiwa walishindwa mara kadhaa, lakini hawakuvunjika moyo, lakini hawakukata tamaa. Yamkini kuna jambo ulikuwa unalifanya, umekata tamaa kwa kushindwa mara moja tu. Tunaposoma historia za watu wengi waliofanikiwa, akiwepo Thomas Edison ambaye anatengeneza taa hizi ambazo tunazifurahia kwenye majumbani yetu, kwenye majumba yetu, tunafurahia nuru. Inasemekana kwamba alishindwa mara 10,000, lakini hakukata tamaa. Aliinuka tena. Kwa msingi wa watu wote waliofanikiwa ni kushindwa. Walishindwa, lakini katika kushindwa kwao kuna jambo ambalo walijifunza, na wakainuka tena, wakafanya kwa namna nyingine mpaka walipofanikiwa kufanya kile ambacho walikuwa wanatamani kufanya. Kama unatamani kufanikiwa, usiogope kushindwa. Kushindwa ni sehemu ya mchakato wa kupata mafanikio makubwa. Kupata mafanikio makubwa. Na Roho Mtakatifu akusaidie roho ya kukata tamaa, roho ya kuvunjika moyo kwa sababu ya kushindwa. Hiyo roho na kuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema ya kuinuka tena unaposhindwa, hiyo neema na iwe juu yako. Roho ya kuvunjika moyo, roho ya kukata tamaa haina nafasi kwenye maisha yako, ikuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kwa msingi wa mafanikio yoyote makubwa ni kushindwa. Wote waliofanikiwa walishindwa, lakini hawakuvunjika moyo. Walishindwa, lakini hawakukata tamaa. Waliposhindwa, waliinuka tena.
Na ndio maana maandiko yanasema kwenye Mithali 24:17 kwamba mwenye haki huanguka mara saba. Mithali 24:16 kwamba mwenye haki huanguka mara saba akainuka tena. Ndugu, ukianguka inuka tena. Na hata kama umeanguka kwenye dhambi, usiendelee kubaki kwenye dhambi. Tubu, tengeneza, usitende dhambi tena, songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. Mungu akubariki kusikiza mafundisho haya na kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninapost kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kutoa comment, unaweza ku like. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai.